You are watching to BW Media. Stay informed. Karibuni kwamba Mwenyezi Mungu na sasa tupate masomo haya tunajadili zaidi upendo wa Mungu kwetu. Ndugu mtazamaji wa kipindi chetu kizuri kabisa cha lesoni, leo tutakuwa na somo la 11. Na somo hili ni zuri na tunakukaribisha sana ukae na sisi ili tujifunze pamoja. Na somo letu linasema nifanye nini zaidi. Ni somo ambalo ukilisikiliza na ukienda na sisi tukilichambua polepole kwa uhakika utapata kile ambacho mwandishi alitamani sisi sote tufahamu kumhusu Yesu, na ili neno analolisema nifanye nini zaidi. Nikukaribishe sana, karibu sana katika kipindi chetu, na tutapoanza tutaanza na ombi, na leo nitafurahi kukubariki kwa ombi, na baada ya hapo nitakaribisha wachambuzi kwa ajili ya kuendelea kulichambua somo hili zuri. Tuombe. Mwenyezi Mungu uliye juu mbinguni, sifa na shukrani tunakurudishia wewe. Asante maana umetupatia fursa nyingine ya kuja mbele zako na kusoma lesoni na kuelewa kile ambacho Roho Mtakatifu anatamani sisi tukipate. Mungu tusaidie tuelewe maana ya hili neno, na mwisho wa siku wote tufurahi maana tumekutana na wewe katika Yesu Kristo. Amen. Ya ndugu mtazamaji, na tunakukaribisha tena baada ya ombi kutoka kwa mwenyekiti. Basi nikutambulishie watu ambao nimeambatana nao. Wa kwanza ni daktari huyu mashuhuri kabisa anaitwa Dr. Madu, lakini pia tuna mchambuzi wa masuala ya kiroho na imani ambaye anaitwa ndugu Migisha Edwin. Na kwa kuanza basi ndugu Migisha yeye atatuanzia na fungu la ukalili, lakini pia daktari atatupa kidogo utangulizi ni nini kimejengeka pale. Lakini Migisha wakati anatoa fungu la ukalili atamalizia na sura picture kwenye lesoni yetu inamaanisha nini na kichwa cha habari kinamaanisha nini. Karibu sana ndugu Migisha. Asante. Fungu la kukalili linatoka Yohana 18:37, linasema kwamba basi Pilato akamwambia, wewe mfalme basi? Yesu akajibu, wewe wasema, kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni, ili nishuhudie kweli. Kila aliye wa hiyo kweli hunisikia sauti yangu. Katika picha anaonekana Yesu Kristo mwenyewe akiwa anasikitika, na swali ambalo anajiuliza ndicho kichwa cha somo la leo, kwamba ningefanya nini zaidi. Maana uovu ulikwisha kuingia duniani na amefanya kila alichoweza kukifanya ili kumuokoa mwanadamu, lakini hatimaye kuna wanadamu ambao watachagua kupotea. Sasa swali analojiuliza ni kwamba angefanya nini zaidi, na ndipo somo la leo tutakwenda kuangalia somo hili kwa undani, kwamba Yesu amekwisha kufanya nini mpaka sasa, na je, wale ambao watachagua kupotea hatimaye watakuwa wamekosa fursa gani zaidi, na tutaona kwamba ni kwa namna gani Mungu hana njia nyingine zaidi ya kufanya zaidi ya yale ambayo amekwisha kuyafanya duniani. Asante. Asante sana ndugu Migisha. Na kwa utangulizi huo basi tungejua kidogo Daktari Madu, somo limejengeka kwenye nini kutokana na utangulizi? Asante sana. Ningefanya nini zaidi? Miaka kadhaa huko nyuma gazeti maarufu la The Guide lilichapisha habari ya kijana mmoja aliyekuwa anaitwa Dennis, ambaye katika makuzi yake alikuwa akimchukia sana mfalme wake kutokana na kwamba wazazi wake waliweza kutenganishwa naye na aliweza kukua mwenyewe. Lakini baada ya muda anakuja kugundua kumbe mfalme alimtenganisha yeye na wazazi wake kutokana na janga lilokuwepo kwa kipindi kile la tauni, ili yeye asiweze kuathirika, maana wazazi wake tayari walikuwa wameathirika. Lakini kabla hajalijua hilo, huku nyuma aliendelea kumchukia yule mfalme. Msingi wa somo letu ningefanya nini zaidi ni juu ya namna ya Kristo aliyoifanya kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Njia ya msalaba, ushindi wa Kristo, namna ya upendo ndiyo njia bora zaidi ambayo Mungu aliichagua. Na laiti ingekuwepo njia nyingine huenda angeichagua ile, ila yeye alichagua njia ya msalaba,
alichagua njia ya ushindi ya kumtoa mwanae ili tu kuweza kukamilisha hili tatizo lote la uovu. Na tutakwenda kuangazia kwa undani zaidi ni kwa namna gani hii jambo limekuwa likituathiri hata sisi. Kuna msamiati mmoja ambao natamani mtazamaji au atembee nao, maana ndiyo itakuwa mzizi wetu ambao tutakwenda kutafsiri na kuchambua. Msamiati wa umaizi, kwa Kiingereza wanasema insight, yani uwezo wa kukubaliana na kuelewa jambo hata kabla hujapata ufafanuzi kabla yake. Kimsingi ni kwamba tunakubaliana na mapenzi ya Mungu, tunapaswa tuwe na uelewa huo, tuwe na ufahamu huo hata kabla hatujui maswali yale mazito mazito na majibu kwa mashaka ambayo tupo nayo. Na kuna muda sahihi ambao tutafahamu mara baada ya kwamba sasa ushindi utaweza kupatikana, dhumuni ambalo tumeliona katika Injili ile ya Yohana kwamba kwa ajili ya hayo Yesu alizaliwa ili tu mwanadamu aweze kuokoka. Kwa hiyo kuna namna ambayo sisi tulio wanadamu, licha katikati ya tatizo hili la uovu, katikati ya majaliwa, katikati ya msalaba wa Kristo na ushindi uliopo, tukubaliane na namna sahihi ya msalaba ambayo Yesu alichagua. Na nimalizie kwamba ningefanya nini zaidi, hakuna njia bora zaidi ambayo ingalitumika kumkomboa mwanadamu zaidi ya msalaba, maana inaonyesha haki, inaonyesha na upendo, kitu ambacho ndicho kikuu katika mafunzo yetu na katika lesoni yetu ya juma hii, kwa maana ya upendo na haki ya Mungu katika robo hii yote. Asante. Asante sana daktari kwa ufafanuzi wako mzuri na unaoeleweka na kutumia hilo neno la umahizi. Naamini ndugu mtazamaji na wewe umeliona hilo neno na tutalifafanua kinaga ubaga mbeleni namna ambavyo tunaweza tukalitumia kwa maisha yetu ya kila siku. Kuna issue ya pambano. Kuna issue ya pambano kuu, lakini pia tunatakiwa kujua kwa nini chaguzi zetu zinaweza zikatupelekea tunakoishia. Lakini pia tunatakiwa kujua upande upi ni upande wa ushindi na upande upi si upande wa ushindi. Ndugu Migisha, hebu tupitishe kwenye somo hilo kidogo. Asante. Katika mada ya pambano tulijifunza kwamba pambano hili alilianzisha ni Ibilisi mwenyewe kwa kuleta madai juu ya tabia ya Mungu, madai yasiyo sahihi. Lakini pia tulijifunza kuhusu kanuni za pambano ambazo zile kanuni zinampatia kiwango cha uwezo wa kila upande kutumia. Maana Mungu katika pambano hili hakuruhusiwa kutumia uwezo wake wote, lakini vivyo hivyo kwa Ibilisi. Lakini mwisho wa siku ndio tunaangalia kuhusu mwisho wa hili pambano. Hili pambano litafika mwisho. Na litafika mwisho na upande mmoja ndio utapaswa kuwa umeshinda na upande mwingine utapaswa kuwa umeshindwa. Lakini sasa ni upande upi utakaoshinda ndilo swali tunalojiuliza. Maana ikiwa unafahamu kwamba upande fulani utashinda, basi hauwezi ukachagua kushabikia upande unaoshindwa. Sasa tunaona kwamba katika Biblia Ibilisi ametambulishwa kwa sifa zake kubwa tatu. Sifa ya kwanza akiwa ni yeye au danganyaye ulimwengu tangu mwanzo. Tunafahamu kwamba yeye ndiye aliyemdanganya Adamu, alimdanganya Eva pale bustanini, hatimaye dunia ikaingia dhambini. Lakini ameendelea kuwadanganya wengi mpaka sasa. Kuna wengine wanaposikia neno hili anawaambia acheni mambo hayo. Yamehubiriwa tangu zamani mpaka sasa yatokee. Lakini yeye ni audanganyaye ulimwengu. Lakini tabia yake ya pili ni kwamba ni muongo na mshtaki wa Mungu na watu wake mbinguni. Kwanza ni muongo. Maana yake akishakuwa muongo, mashtaka naye apeleka ni ya uongo. Lakini ni mshtaki ambaye amemshtaki Mungu kwanza. Kwa hiyo ni mshtaki wa Mungu, ni mshtaki wa ndugu zetu ambao wametangulia, lakini ni mshtaki wetu pia, ambaye yeye anataka kwa upande wetu atokee mabaya tu, na anatusemea uongo ili sisi tuonekane kwanza ule upande wa haki upotoshwe na uonekane sio wa haki. Lakini sifa yake kubwa ya tatu ni kwamba ni mtawala mwenye kujitwalia mamlaka pasipo haki. Muona kwamba
tuliona katika somo la pambano kwamba Ibilisi anatambulishwa kama mtawala wa muda wa ulimwengu, lakini sio kweli kwamba yeye ana mamlaka ya kutawala, ila amejitwalia, amepehe kama unavyosema. Sasa tukihamia kwa upande wa Kristo, ambapo ni upande wa pili, tunagundua kwamba Kristo alikuja duniani hapa ili kuishuhudia ile kweli. Maana ulimwengu kabla ya Kristo haukuwa unaweza kuelewa kwamba kwa nini hivi, lakini baada ya ujio wa Kristo tunaweza kupambanua kwamba tabia ya Mungu ni hii, tabia ya Ibilisi ni hii, maana yeye amekuja kuishuhudia ile kweli. Na jambo la pili ni kwamba kupitia msalaba Kristo alikuja kuzima lile pengo ambalo shetani alilileta kwa watu. Maana yeye tunaona kwamba wanadamu walianza kufa baada ya ile shetani kumdanganya Adamu na Eva pale bustanini na kifo kikaingia. Kristo kwa kazi yake ya msalaba alikuja kurekebisha yale makosa. Naona kwamba Adamu alikufa kwa sababu ya kutenda dhambi. Adamu wa pili Kristo akaja kusahihisha lile kosa. Na jambo la tatu ni kwamba Yesu hatimaye atauharibu ufalme wa Ibilisi kama tunavyojifunza katika maandiko. Kwa hiyo ikiwa tunahitimisha kwamba Kristo ndiye hatimaye atakuja kuharibu ufalme wa Ibilisi, hii ni wazi kabisa kwamba Kristo ndiye mshindi, ambaye katika hili pambano yeye ndiye atakayeibuka kuwa mshindi. Kwa hiyo katika pambano hili tunautambua upande wa ushindi, na ninakualika kuanzia leo jiunge na upande utakaoshinda. Wow. Migisha, naona umemalizia na kutoa wito kabisa kwa ndugu mtazamaji na msikilizaji. Lakini nataka kupata kidogo kutoka kwako Daktari Madu. Sasa kama pambano lipo na sisi ndo uwanja wa kuchezea, si ndio? Lakini mwandishi anasema pambano hili linachagizwa sana na sisi kuchagua upande mmoja. Niambie wewe kwa upande wako, huyu mzushi, huyu mshtaki huyu anatumiaje fursa hiyo kutufanya sisi tudondokee upande wake, na Yesu amefanya nini sisi tudondokee upande wake? Asante sana. Nipende kumshukuru Chambuzi Nguli Huru. Ameeleza kwa uzuri zaidi mwanzoni pale. Na ni kwa namna gani basi huyu Ibilisi, huyu muongo anatumia nafasi ambayo Kristo aliweza kuitoa ya uchaguzi ili aweze kutushinda, na ni kwa namna gani Kristo ni mshindi. Nianze kwa kusema kwamba ipo wazi kabisa na ndivyo ilivyo, na ni kweli kwamba Kristo alishinda. Alishinda msalabani, ameendelea kushinda hivi leo na atashinda ule mwisho utakavyofika. Lakini swali ni kwamba je, uliye Mkristo, uliye amini katika huyu Mungu, utakuwa nafasi ya ushindi? Hilo ndio tatizo linapokuja. Hatui washindi peke yake kwa ajili ya kuwa Wakristo. Yani tunavyosema sisi ni Wakristo haimaanishi sisi tu washindi. Ili mgharimu damu Mwokozi ili aweze kukomboa ulimwengu. Kumbe kuna mchakato inabidi tupitie ili tuweze kufanywa washindi. Na nilivyokuwa nikiangalia hii kipengele cha Kristo ni mshindi, nilikuja kuona kwamba kumbe katika chaguzi zetu ndipo ilipo siri ya sisi kuibuka washindi. Itafahamika kwamba kwa udanganyifu, kwa uragai, kwa uuaji wa yule Ibilisi tunaweza kuanguka katika chaguzi, lakini kwa ushindi wa Kristo, kwa njia hii ya msalaba peke yake, ndipo tutaweza kuibuka washindi. Na nipende kusema kitu kwamba Ibilisi kimsingi anatumia muda mchache ambao alionao, kama tulivyoona kule awali, kwa nguvu zake zote. Hana kitu cha kupoteza. Kwa hiyo ikiwa hana kitu cha kupoteza, basi anatumia nguvu nyingi sana ndani ya kipindi hiki kichache ili ajitwalie mateka halali ambao sisi ndio wahanga wake. Na nipende kumsihi mtazamaji na sisi pia tuweze kuona ni kwa namna gani ushindi huu wa Kristo unaweza kufanya jambo katika maisha yetu. Ni kweli Kristo alishinda, lakini je, wewe upo tayari kupokea huo ushindi? Na pasipo uchaguzi, pasipo msaada, na pasipo kupitia katika mchakato ambao tayari Yesu ameuweka, tutabaki kusema Kristo ameshinda ila sisi hatutoshinda.
maana tupo kwenye pambano. Mwisho wa pambano itabidi ifahamike ngano na magugu. Sasa wakati ule utakapofika, tuwe tumefanya vema huku nyuma, tuwe tumeshikilia ushindi ambao Kristo alitupatia na pale msalabani, ili mdanganyifu na mtawala haramu wa muda mfupi asiweze kutupata. Asante. Asante sana. Ndugu Migisha, kuna ishu ya haki na mtu anayehesabiwa haki. Katika hawa watu wawili, nani alikuwa na haki na nani anayehesabiwa haki? Asante. Hapa nitaomba tusome kidogo kutoka kitabu cha Warumi. Warumi 3 fungu la 23 mpaka 26. Nasema kwamba kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimilivu wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminie Yesu. Naona kwamba kutokana na anguko ambalo lilitokea la Adam na Hawa pale bustanini, kifo kilianza kutokea, lakini pia kulikuwa na utenganishi kati ya mbingu na dunia. Manake Adam na Hawa hawakuwa tena na uwezo wa kuzungumza ana kwa ana na Mungu, na iko hivyo mpaka leo. Lakini Mungu aliandaa mpango makini wa ukombozi ambao ulilenga kurejesha yale mahusiano yaliyovunjika. Sasa ndipo aliamua kumtoa mwana wake kufa pale msalabani. Kifo cha Kristo kililipa fidia. Maana yake baada ya kulipa fidia, Kristo ndiye anakuwa na haki ya kumfanya huyu mtu aitwe mwana wa Mungu tena. Ni sawa na kusema kwamba ikiwa mimi nina deni ambalo siwezi kulilipa kwa uwezo wangu, akija mtu akanilipia lile deni, mimi ninakuwa huru kwa sababu ya yule mtu aliyenilipia deni. Kwa hiyo yule mtu anaweza kuniachilia kuwa huru kwa sababu ana haki ya kufanya hivyo. Ndio sasa tunajifunza kwamba Kristo alipokufa msalabani, ile haki yake ilikuwa yetu. Maanake sisi hatuna haki yoyote isipokuwa imepita kwa nani? Kwa Kristo. Ndipo sababu lile fungu la Ufunuo 12:10 mpaka 12 linazungumza neno yafuatayo. Ninapohitimisha hiyo Ufunuo 12 tutasoma lile fungu la 10 na mpaka la 12. Inasema kwamba nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo kwake, kwa maana ametupwa chini mshtakio wa ndugu zetu, yeye ashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkaao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa na wakati mchache tu. Tunatambua kwamba shetani ni nyoka aliyejeruhiwa, ambaye anafahamu kabisa hawezi kushinda vita hii kwa sababu amekwisha kushindwa. Kwa hiyo sisi tunahesabiwa haki kwa sababu ya Kristo, na kama tulivyoona lile tangazo la Ufunuo kwamba ameshinda mwana kondoo na ule ushindi wake ni wetu. Kwa hiyo mwenye haki ni Kristo, na yeye ndiye anayeweza kutuhesabia sisi haki. Asante sana. Ndugu Daktari Madu, nataka kujua historia ya ukombozi inathibitisha nini kwenye madai haya ya mwenye haki na anayehesabiwa haki? Asante sana. Historia ya ukombozi ikiwa imejengwa katika Yesu Kristo, inahesabiwa kama ndiyo msingi wa mwenye haki na mwenye kumhesabia haki. Mwenye haki huyu ni Yesu, ni Kristo mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu kwanza alikuwa ndiye mwana wa Mungu. Alafu pili, kwa kipindi chote hakukuonekana kasoro, hakukuonekana ndani yake. Alafu tatu, ndiye aliyeweza kuelezea tabia ya upendo
uhalisia wa Mungu na haki ya Mungu. Wanaohesabiwa haki ni wale wote ambao sasa kupitia Kristo watafanywa upya tena kuwa wana wa Mungu, na hakuna njia nyingine isipokuwa neema pekee ndiyo inafanya mimi na wewe tuweze kuhesabiwa wenye haki mbele za Mungu. Ni sawa na kusema kwamba ikiwa Mungu atasimama akaitazama dunia bila kuwepo Yesu hapo katikati, hakuna ambaye angestahili kuwa mwana wa Mungu. Lakini anaposimama akimtazama Kristo, anaona haki yake, ndiyo kupitia neema hata viumbe tulioanguka kutoka dhambini ndipo tunaweza kuhesabiwa haki. Mtazamaji ataenda kusoma vizuri katika Yohana wa kwanza 3 na lile fungu la 8 na Warumi 3 fungu la 23 hadi 26. Takaa pale kwa utulivu, atapitia fungu hizo, ataona ni kwa jinsi gani mwenye haki huyu Kristo kupitia neema sisi tusio haki kabisa kwa maana ya uovu ulituondolea haki, tunaweza tena kuhesabiwa haki. Asante. Asante sana. Na mwandishi akamalizia kusema kitendo cha Yesu kufa msalabani kikamfanya shetani afichuliwe maovu yake. Alafu sio tu afichuliwe, na hii tunavyosema afichuliwe sio anafichuliwa kwa binadamu peke yake, na malimwengu ambayo ndiko alikuwa anapeleka umbea na uzushi na kushtaki. Sasa yale malimwengu yakagundua kumbe shetani ndiye mwenye makosa na sio nani? Sio Mungu. Kwa haki ikamrudia nani? Mwenyezi Mungu. Asante sana. Kuna issue ya wimbo wa mapenzi hapa. Niliposoma wimbo wa mapenzi nikashtuka kidogo. Nikawaza kwamba aisee, wimbo ulio bora, lakini kumbe Isaya na yeye aliandika huu wimbo wa mapenzi. Mchambuzi, tuondolee utondozi, hii imekaaje hii? Asante, nitaomba tuusome wimbo wa mapenzi tena. Tubidi tuusome. Na ndugu mtazamaji, chukua Biblia yako tusome wote. Some pale katika kitabu cha Isaya 5:1 mpaka 4. Tuone kilimkuta nini Isaya mpaka akaandika wimbo wa mapenzi. Isaya ipo katikati pale. Sawa, na inasema na nimwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari ya shamba lake la mzabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana. Akafanya handaki kulizunguka pande zote, akatoa mawe yake, akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Akajenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake, akatumai ya kuwa utazaa zabibu, nao ukazaa zabibu mwitu. 3. Na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amueni na wasii kati ya mimi na shamba langu la mzabibu. Je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? Basi nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona lilizaa zabibu mwitu? Ndio. Na hapa sasa ndipo tunauona wimbo wa Isaya wa mpenzi wangu, ambao kiukweli ulikuwa ni wimbo wa kusikitisha kama tulivyoona kwamba alikuwa na shamba lake, tena amelitumia kwa jina la mpenzi, manake ni kitu anachokuwa anakipenda. Manake kitu unachokipenda lazima utakihudumia. Anasema kwamba akafanya kila alichoweza kufanya ili lile shamba akatoa na mawe kwamba akachimba handaki, akatoa mawe, manake akaweka mpaka kinara cha yani kila kitu, ndio ili kuhakikisha kwamba hawezi kutokea yule mwovu akapanda magugu kama yule wa kwenye Mathayo 13. Lakini mwisho wa siku ikatoa zabibu mwitu. Na mwandishi wa lesoni ametumia kwamba ile neno amaanisha kwamba tunda linalonuka. Haleluya. Sasa tunajifunza kwamba yule mwenye shamba ni Mungu mwenyewe. Manake Isaya aliandika akimuelekea Mungu ambaye amefanya kila anachokiweza, kila kinachowezekana, ili hatimaye huyu mwanadamu aje kuwa ni zabibu nzuri ya kupendeza. Lakini hatimaye sisi wanadamu huwa tunachagua tena kuwa tunda linalonuka kama alivyotumia. Lakini swali la Mungu ni hivi, angefanya nini au ni nini ambacho
alitakiwa kufanya ambacho hakijafanyika? Yani mwanadamu anaweza akajiuliza hivi, katika hali hiyo, yani Mungu angefanya nini zaidi? Mungu yeye mwenyewe akashuka kufa msalabani ili kulipa deni la ile uovu uliotokea. Lakini Mungu huyu tukampiga sisi, tukamuadhibu duniani hapa. Akafa kifo cha aibu, akasulubiwa uchi pale msalabani. Akafa, tukamzika, akazikwa duniani hapa. Akafufuka siku ya 3. Lakini baada ya pale yeye mwenyewe akawatokea wanafunzi tena na kuwaelekeza, lakini bado amezidi kuwa nasi. Basi hayatoshi. Hem, turudi katika maisha yetu. Ni mara ngapi tumekuwa waovu, lakini ni mangapi mazuri ambayo tunayapata? Lakini tunapumua, tunakula, tunaishi, tunaumua, tunatibiwa, tunapona. Lakini je, hayo yote hatuyaoni kama ni mema ya Mungu? Lakini mwishoni huyu mtu anakuja kupotea. Sasa swali tena, Mungu anasema kwamba anaalika hadi mataifa mengine. Yani Mungu anaalika mataifa, yani watu, yani kwamba basi kwamba baraka tuamue mimi na Mungu. Yani kwamba Mungu ni nini alipaswa kunifanyia mimi ili niokolewe? Hajafanya. Mpaka mataifa nao wanakiri kwamba kiukweli kila alichoweza kufanya amefanya, lakini mwanadamu ametambua. Asante. Unajua ulivyozungumzia unaweza ukamaliza utamu wote sasa. Na daktari akashindwa hapa kwenda. Huyu Isaya akimdadavua Mungu kwenye wimbo mzuri wa mapenzi, anaonesha kwamba Mungu anaumizwa na huu mzabibu mwitu. Tuhusishe sasa na mazingira yetu ya kawaida, jinsi ambavyo Mungu naye anahusika na sisi wapenzi wake. Sema neno kidogo hapo. Asante sana. Tunamuumiza sana Mungu pale ambapo tunamsulubisha tena kwa mara ya pili. Kwa maana ya kwamba pale tunapodumu katika uovu, tunapotenda tena dhambi, tunamsulubisha tena mara ya pili, na anaumia sana. Kisa hicho cha wimbo wa mpenzi kinatupeleka mbali zaidi mpaka katika Injili ya Mathayo. Kuna kisa tena pale ambacho kinafananishwa na bwana shamba mmoja ambaye aliwakabidhi wakulima wake, akaandaa vema kama tulivyoona, ila ilipofika wakati wa mavuno akawatuma watumwa waweze kupata yale mavuno. Cha kushangaza, wale wakulima wakawaua. Bado haitoshi, akatuma wengine wakawaua. Bado haitoshi, hata mwana wa urithi wakasema turithi sisi, tumuue ili turithi sisi. Kisa hiki kinatupeleka moja kwa moja kwa kisa cha Kristo na ukombozi wa mwanadamu. Mzabibu huu, shamba linalozungumziwa ni ulimwengu, na kazi ambayo imefanyika ni ukombozi. Ulimwengu haukumpokea vyema mkombozi huyu, na mwisho wa siku kiliweza kutokea kile kilichotokea. Sasa tunapoileta katika maisha yetu, tunatamani kwamba wimbo huu wa mpenzi iwe ni wimbo ambao kwetu utaweza kumfurahisha yeye aliyeamua kutupenda hata akamtoa mwana wake wa pekee. Na ili iwe hivyo, inabidi tuupokee upendo huu, tuishi upendo huu, ili mwisho atakavyokuja wakati wa mavuno tuseme tulifanya kitu fulani kwa ajili ya shamba, tulifanya kitu fulani kwa ajili ya mzabibu, chukua sasa, mavuno yapo tayari. Ila tusiwe wale tutakao waua, tutakao msulubisha mara ya pili, tutakayemtesa, kwani kwa namna ya upendo aliweza kufanya hayo yote kwa ajili yetu wanadamu. Asante. Kuna mwendelezo unaendelea hapa wa shamba, na unahusisha sasa tulichokiongea kwamba hilo shamba sasa ndio Kristo mwenyewe, si ndio? Ipo katika Mathayo 21. Ipo kwenye Mathayo 21:33. Simigisha, unaweza ukatupa kidogo tujue why Yesu anahusishwa na shamba la mzabibu? Asante. Tunaona kwamba Yesu alikuwa na tabia ya kufundisha kwa mifano, na kwa sababu alikuwa katika jamii ya wana wa Israeli ambao ni wasomi wa maandiko,
Kwa hiyo alikuwa anapenda pia kutumia ile mifano ambayo wanaifahamu na wana uzoefu nayo. Tunafahamu kwa mfano walipokuwa kizungumzia ile mfano wa mpanzi, walikuwa katika eneo ambalo wakiangalia huku wanaona wapanzi wakipanda na kufanya nini. Manake mfano ulikuwa ukieleweka. Alipokuwa kizungumzia mfano wa yule mpita njia ambaye aliuawa, anasema kwamba wale watu ambao walifanya ile tukio lilikuwa limetokea kweli na watu walikuwepo, wale ambao wamehusika, kuhani na Mlawi. Kwa hiyo hata katika mfano huu alitumia mfano wanaofahamu kutoka kitabu cha Isaya. Manake alipoishia Isaya, Yesu akaendelea mbele zaidi. Na tunaona kwamba kile kisa cha Isaya kinapozungumzia kinazungumza muda ambao kidogo umefinywa, lakini Yesu akakipanua kile kisa kwa sababu ya ukubwa wa kazi aliyoifanya mwenyewe. Maana hapo tunaona kwamba hawa wafanyakazi waliowekwa shambani walipewa kila walichoweza kupewa, kila stahiki yao. Yaani maana yake hawakuwa na deni na yule bwana shamba. Si kwamba bwana shamba alikuwa anawatendea vibaya, hapana. Sasa anapomtuma mtumishi ilikuwa yani kwamba waende wakachukue mavuno, wanafika wao wenyewe ndio wanashauriana kwamba na tumuue ili wajinufaishe wao na ile faida. Hapa tunarudi katika swala la nini? Ubinafsi. Kinacholeta shida zote ni ubinafsi, mimi. Sasa ule ubinafsi ndio mara zote umekuwa ni uadui. Manake Kristo anafafanua mfano wa Isaya kwamba jamani, Kristo alipokuja duniani, wale waliopaswa kumpokea ndio walikuwa wa kwanza kumkataa. Kwa nini? Waliona kama anakwenda kuwaondolea faida waliokuwa wakiipata. Umeona? Lakini pia wanakwenda mbali zaidi kwamba akamtuma hadi mwanae kabisa. Wakaenda naye wakasema sasa huyu si ndio mrithi, kwa tukimuua huyu mzee naye akifa hii mali yetu. Wakaua. Lakini swali ni je, angefanya nini zaidi? Tunaona kwamba mwishoni hata wale watumishi waliokuwa wakiwaua wao wengine wakauawa wao. Maana yake ni kwamba alituma manabii, akatuma mitume, ametuma kila kitu ili kuwafanya wanadamu mwisho wa siku waokolewe, lakini wenyewe wakakataa, na wanadamu ndio hao ndio wakaua wajumbe wa mbinguni. Tena wakamuua mpaka Mungu mwenyewe aliyefanyika mwili. Kwa hiyo wale wanadamu wote ambao wanakataa wito huu mwisho wa siku watakufa. Lakini asante sana. Ngoja tuongee kidogo na daktari na yeye. Kumbe hii vita ni vita ya urithi. Kwa sababu kama ukiangalia vizuri, kuna mtu anautaka ufalme, anataka haya manufaa, anazitaka hizi zabibu. Alafu kuna mwenye zabibu ambaye alizipanda na amezipalilia, lakini sio tu hapo, na akampa huyu mtunza shamba nguvu ya kutunza hizo zabibu, ila anamkiuka huyu. Tupe maelekezo hapo kitheolojia inakaje? Asante sana. Bwana shamba huyu, shetani ndiye alipandikiza kitu kwa wakulima ambao ndio sisi. Ulimwengu ulipoumbwa ulikabidhiwa kwa mwanadamu ili aweze kuumiliki. Lakini chuki iliyopandikizwa miongoni mwetu na yule mwovu inafanya hata nafasi ya Mungu isionekane katika maisha yetu. Na ndio maana anasema mahali hazina yako ilipo ndipo na moyo wako ulipo. Wakulima hawa waliweza kuangalia wakasema haya mavuno yote na tujitwalie. Wakamsahau yule aliyewapatia kazi. Huenda walimuomba ili wapate kazi, hatuwezi jua. Labda walimlilia bwana shamba. Lakini sasa tunapomwendea Mungu ili atuweze kusaidia katika mambo yetu, huwa tunakuwa wanyenyekevu sana. Lakini tunapoanza kufanikisha mambo yetu, tunapoanza kufanikiwa katika mambo yetu, tunajiona sasa na sisi tuna umiliki wa kile ambacho tulichokifanya. Na ndio maana wakati mwingine tunaendelea katika yale tunayoyatenda bila kuthamini kile kilichofanyika. Na kitu cha pekee sana na cha kusikitisha na kinaogopesha ni kisa hicho pale anapoendelea bwana shamba atakachokifanya kwa wakulima hawa. Naomba nisome katika hiyo Mathayo 21
fungu la 40 sasa anasema basi atakapokuja yule bwana wa shamba la mizabibu atawatendaje wale wakulima? Kwa uongo wa shetani tunaiona dunia kama ndio kila kitu. Ndio maana Yesu alitahadharisha usipende dunia na mambo yake, kwa maana inapita. Wale watumishi, wale wakulima waliona maisha yao basi ni pale pale shambani, mazao yao ni pale pale, kitu ambacho tunakifanya sisi wanadamu. Lakini bwana shamba atakapokuja, Mungu sasa anasema wakamwambia atawaangamiza vibaya wale wabaya, na shamba la mizabibu atawapangisha wakulima wengine watakao mlipa matunda kwa wakati wake. Kitu cha ajabu sana hiki, kwamba atawaangamiza. Wasione kwamba kwa kuwaua wale waliotumwa kwa kumuua Kristo wao watajitwalia urithi. Hapana, kumbe ataangamiza, na ndicho kitakachofanyika katika ile dhahama itakayokuja mbele. Ndicho kitakachofanyika, ataangamiza kila kitu, uovu wote, ubaya wote, na mwisho wakulima wanaozungumziwa hapa, wale wengine ndio wale watakao kuwa wamehesabiwa haki. Wakulima waovu ndio wale waliomuua, lakini wakulima wapya sasa, na ndio maana tunaambiwa kisha nikaona wakakabidhiwa warithi ufalme mpya. Kwa hiyo haya yote katika muktadha huu yapo kutukumbusha tu ya kwamba tusijisahau. Dunia kweli ni nzuri, ina vitu vyake, lakini yupo mmiliki halali, na sio kwamba amefumbia macho tu. Hapana, atakuja kwa wakati wake, na mwisho ataweza kukamilisha na kuangamiza uovu wote, na watakatifu ndio watakao irithi nchi mpya. Asante sana. Kumbe kwa muktadha huo tumepangishwa hapa. Hapa tusipokuwa tunatoa kodi ya matendo mema, tutafukuzwa, na sio tu tutafukuzwa, tutakatiliwa mbali kabisa. Ndugu mtazamaji, ni kushukuru sana, lakini tunaenda kwa mapumziko mafupi, tutarudi kumalizia uchambuzi wetu. Stay informed. Naam, karibu tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa kipindi chetu kizuri cha Lesoni. Tunataka kuendelea, na tunaendelea kwa swali zuri ambalo nampatia daktari, kwamba ukisoma Ufunuo 15:3 na ukisoma Ufunuo 19 mstari wa 1 na 6, aya hizi zinafundisha nini kuhusu kuthibitisha au kuthibitishwa kwa jina la Mungu mwishoni? Yani kuna uthibitisho hapo unatokea. Tunalithibitishaje sasa jina la Mungu? Karibu sana Daktari Madu, utupe maelezo hapo. Asante sana. Ukikumbuka tulikoanza kule mwanzo, tulikuwa na kitu kinaitwa umaizi, kwamba tunakubaliana na kinachojiri bila hata kupewa ufafanuzi wa kina zaidi, siri za ndani kabisa za Mungu. Sasa hapa tunakuja kuangalia kulithibitisha jina la Mungu. Tuangalie katika hiyo Ufunuo 15, tasoma fungu la 3 na fungu la 4. Anasema, nao wauimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa mwanakondoo wakisema, anzia hapo sasa, ni makuu na ya ajabu matendo yako, Bwana Mungu Mwenyezi, ni za haki na za kweli njia zako, mfalme wa mataifa. Fungu la 4, ni nani asiyekucha Bwana na kulitukuza jina lako? Kwa kuwa wewe peke yako mtakatifu, kwa maana mataifa yote watakuja na kusujudu mbele zako, kwa kuwa matendo yako ya haki yamekwisha kufunuliwa. Hapa ndipo tunaona kulithibitisha jina la Mungu lilivyo, kwamba mwenye haki, mtakatifu, ustahilie ibada, ustahilie utukufu na heshima, ndipo mataifa yote atakuja kusujudu. Kumbuka pale awali tuliona shetani anachafua tabia ya Mungu, anachafua utakatifu wa Mungu, anachafua haki ya Mungu, lakini Kristo kupitia njia ya msalaba, Mungu aliweza kuelezea haki yake, kuelezea tabia yake, kuelezea utakatifu wake, na mwisho sasa ndipo jina lake linaweza kuthibitisha. Nipende
sema kitu kidogo kwa ajili ya mtazamaji. Anasema, nukuu hapa inasema, hatimaye Mungu anathibitishwa pale msalabani na kupitia mpango mzima wa ukombozi. Katika hukumu ya upelelezi, Mungu anathibitishwa mbele ya ulimwengu unaotazama. Hatimaye kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni Bwana. Hiyo ni kwa mujibu wa Wafilipi 2 fungu la 10 na la 11. Haya yote ni sehemu ya uthibitisho wa tabia ya Mungu. Takumbuka sote tuliona vita hivi si juu ya mabavu, bali ni juu ya tabia na asili ya Mwenyezi Mungu. Na uthibitisho ni pale ambapo wote sasa watakiri kwamba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Lakini haitokuja mpaka uovu umeondolewa, mpaka muovu amekwisha uawa, na ndipo sasa kila goti litapigwa. Na nimalize ya kwamba kulithibitisha jina la Mungu lina nafasi kubwa sana hata katika maisha yetu hivi leo. Tunaomba kupitia Kristo, tunaomba kupitia Mungu, tunafanya kila kitu kupitia jina hili, kwani ndilo lenye haki na ndilo litakalo shinda ile milele na milele zote. Asante. Asante sana. Ndugu Migisha, kuna mafungu pia hapa mawili, Warumi 3:1 mpaka 4, lakini pia Isaya 5:3 na 4. Hili linafundisha nini kuhusu Mungu mwenye kuthibitishwa katika sasa pambano la ulimwengu mzima? Asante. Kama alivyotangulia kuchambua Daktari Maduhu, yale mafungu anachokizungumzia hasa ni kuhitimishwa kwa kesi ya pambano kuu. Manake hii kesi ilifunguliwa mbinguni na mshtaki akiwa ni Ibilisi, Shetani, lakini mchakato wake wa kushughulika na ile kesi wa Mungu ulianza tangu mbinguni, ambapo Ibilisi alifukuzwa, na katika kufukuzwa kwake katika kutafuta pa kukimbilia akapokelewa duniani na akasababisha shida zilizopo, lakini mwishowe hii kesi itafungwa. Na hapa kwenye kuthibitisha jina la Mungu ni kukamilisha hukumu kwamba kati ya Mungu na Ibilisi ni nani mwenye haki. Na hapa sasa ndipo tukaja kukutana na kile kitabu cha Warumi. Nitaomba tupite Warumi, lakini pia nitakuja kuhitimisha na fungu la Wafilipi. Warumi 3 fungu la 1 mpaka ninasema kwamba basi Myahudi ana ziada gani na kutahiriwa kwa faa nini? 2. Kwa faa sana kwa kila njia. Kwanza, kwa kuwa wamekabidhiwa mausia ya Mungu. 3. Ni nini basi ikiwa baadhi yao hawakuamini? Je, kutokuamini kwao kutaubatili uaminifu wa Mungu? 4. Hasha, Mungu aonekane kuwa amini na kwa kila mtu mwongo, kama ilivyoandikwa, ili julikane kuwa una haki katika maneno yako, ukashinde uingiapo katika hukumu. Na nasema kwamba hapa ni katika hukumu ya mwisho kabisa, ambapo mandhari ya somo hili ni katika hukumu ya upelelezi, pale ambapo watakatifu watakuwa wakiwahukumu wale watu wote waliotenda dhambi, pamoja pia na malaika. Maana katika Wakorintho wa kwanza 6:2 mpaka inanukuu kwamba watawahukumu pia malaika wao. Na pale watakuwa wakithibitisha kwamba kwa kweli kila anayeambiwa kwamba ni muovu ni kweli. Na pale itathibitisha kwamba kiukweli tabia ya Mungu iliyoshtakiwa hapana, hakustahili yale yanayotamkiwa kwamba si mwema tabia yake. Lakini mwisho ni kwamba kila ulimi utakiri. Naomba nisome fungu la Wafilipi 2:10 na 11 tuone. Ya Wafilipi sura ya 2 fungu lile la 10 na 11 inasema kwamba ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Mwisho katika hukumu kila goti litapigwa na kukiri kwamba Kristo ni Bwana. Na hapa
hata yule ambaye atakuwa amehukumiwa kwamba atapotea milele atakiri kwamba kiukweli nilipewa nafasi, nikafanyiwa kila nilichopaswa kufanyiwa, lakini nimechagua mwenyewe kupotea. Asante sana ndugu Migisha kwa uchambuzi wako mzuri. Lakini pia ndugu mtazamaji, tunaendelea na kumalizia uchambuzi wetu, na ningependa sana kwenye lesoni kuna kile kipande cha Ijumaa, daktari utusomee ili tujue mwandishi anahitimisha vipi, alafu ndipo tuhusishe sasa na kile kichwa cha habari kinachosema nifanye nini, ningefanya nini. Sio karibu sana daktari. Asante sana. Nukuu hiyo inatoka katika Testimony for the Church volume 3 ukurasa wa 286. Anasema kwamba yote yaliyotutatanisha kuhusu majaliwa ya Mungu yatawekwa wazi katika ulimwengu ujao. Mambo yaliyo magumu kueleweka yatafafanuliwa wakati huo. Siri za neema zitafunuliwa mbele yetu, ambapo akili zetu zenye ukomo zilipotambua machafuko tu na ahadi zilizovunjwa. Tutaona upatanifu mkamilifu na mzuri zaidi. Tutajua kwamba upendo usio na kikomo uliamuru uzoefu ambao ulionekana kuwa wenye kujaribu zaidi. Tunapotambua utunzaji mwema kwa yeye afanyaye kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Anamalizia anasema tutafurahi kwa furaha isiyoelezeka na iliyojaa utukufu. Amen. Na hii inatoka Testimony for the Church volume 3 na volume 9 and ukurasa 286. Ndugu Migisha, tuondoke na nini sasa katika somo hili? Asante. Katika somo hili tunahitimisha habari ya pambano ambalo tulianza kulizungumza tangu katika lile somo lililopita. Ilikuwa na somo la 9, tukaja somo la 10, masharti ya pambano, na leo tunahitimisha na somo linalosema kwamba ningefanya nini zaidi. Ndugu mtazamaji, pambano hili mwanzilishi wake alikuwa ni Shetani ambaye alimshtaki Mungu, na tulijifunza katika somo la 9 kwamba dhambi iliibuka ndani yake. Haikukuwa na sababu yoyote ya kumfanya yeye aasi. Lakini pia pambano lile lilishuka duniani baada ya kuwa Eva alikubali kudanganywa na Shetani na kula tunda na kusababisha pambano kuingia duniani. Lakini tukaona kwamba katika Mwanzo 3:15 Mungu aliingilia kati na kusema kwamba ataweka uadui kati ya joka na uzao wa mwanamke. Manake alitangaza kwamba atafanya namna ya kumkomboa mwanadamu. Na kweli Kristo akashuka, akaja akafa msalabani, akatukomboa. Lakini leo tuna somo linalosema kwamba ningefanya nini zaidi, na tukumbusha kwamba Kristo amekwisha kufanya kila anachoweza kukifanya ili wewe na mimi tuokolewe. Ikiwa tutakupotea, basi tutakiri kwamba kila kitu amefanya. Kwa ni kuombe katika wakati huu leo ambapo unaangalia somo hili, Roho Mtakatifu anene nawe. Ikiwa bado hujamchagua Kristo, umchague sasa na uchague kwa upande wake, kwa sababu kuchagua kuendelea kwa upande wa Ibilisi ni kuchagua upande utakaoshindwa, na mwisho Ibilisi pamoja na watenda dhambi wataangamizwa. Lakini Kristo anatamani wewe uwe pamoja naye katika ile mbingu mpya na nchi mpya ambayo imeandaliwa kwa ajili yako. Fanya maamuzi leo, Kristo anakungoja. Asante sana mchambuzi huyu mbuji kabisa, anaitwa Migisha Edwin. Lakini pia daktari, unatamani watazamaji pia waondoke na nini? Asante sana. Jambo la pekee ambalo nilitamani tuweze kuondoka nalo katika somo hili zuri la ningefanya nini zaidi ni msalaba ambao kupitia kwao tuliweza kupata ukombozi. Kupitia msalaba ndipo haki na upendo wa Mungu uliweza kuonyeshwa kwa sisi tulio wanadamu. Kitu cha kwanza ambacho natamani mtazamaji aweze kutambua ni kwamba tunapaswa kuikubali haki ya Mungu. Kuikubali kwa namna ya gani? Kuikubali kwa namna ya kwamba maisha yetu ya kila siku yakajazwe na ile haki ambayo tumehesabiwa kupitia Kristo Yesu.
tutembee kwa kujiamini, tutembee kifua mbele, kwamba kupitia Kristo tumehesabiwa haki. Na kitu cha pili ni kwamba tunapaswa kukubali makusudi ya Mungu yenye upendo. Msalaba uliweza kutuonyesha namna nzuri, namna gani ambavyo tunaweza hata kuitumia katika kuthibitisha tabia ya upendo kwa wengine. Msalaba ulituonyesha unyenyekevu. Kumbuka ya kwamba kwa kifo cha Yesu shetani aliona ameshinda. Yaani Yesu alivyokufa pale msalabani, shetani aliona amemuini, lakini kumbe ilikuwa ni ushindi wa milele na milele zote. Unapohitaji kuonyesha tabia ya upendo kwa wengine, mtu anapokuandama, anapokusakama, anapotamani hata aweze kukuangamiza, kukupoteza, mtu anakuchukia, anakunini, anakutendea ovu lolote lile, wapaswa kuwa na unyenyekevu. Kumbuka kwake itaonekana ameshinda kwa wakati huo, lakini kupitia unyenyekevu na upendo mwingi utaweza kushinda zaidi na zaidi, na ushindi wako utaweza kudumu milele. Shetani alishinda mara moja, Mungu atashinda daima. Na kitu cha mwisho ambacho natamani mtazamaji aweze kuondoka nacho ni kwamba tunapaswa kutangaza haki na makusudi ya Mungu yenye upendo. Tumeangalia kwa uzuri zaidi kwamba Kristo Mungu mwenyewe hakukuwa na namna bora ambayo angefanya ya kumwokoa mwanadamu kutoka katika tatizo la uovu zaidi ya msalaba. Basi tuna wajibu, tunapaswa nasi kupitia msalaba huu tuwafikishie wengine habari njema ya Kristo. Wapo watu ambao hata hivi leo hawaamini kwamba Kristo ni Bwana, lakini kupitia fungu la Wafilipi lililosomwa 2 na ile fungu la 10 na 11, ni hakika kila goti litapigwa. Sasa ni wajibu wako, ni wajibu wangu kwamba ikiwa tumelijua hilo na ikiwa hatujalifahamu bado, tuendelee kujifungamanisha na upande huu wa ushindi. Kristo alishinda, lakini kupitia ushindi wake sasa inabidi tuamue sisi wenyewe ili ushindi wa Kristo uwe ushindi wetu pia. Tusipoamua hicho kitu, atabaki kushinda Kristo na mwisho wa siku tutaangamizwa pamoja na uovu. Ila tukikubali kwamba Kristo alishinda, tukautumia, tukauchukua ule ushindi wa Kristo ili nasi tuweze kushinda katika pambano hili, tutakuwa miongoni mwa wale watu ambao watakuwa warithi wapya, watakuwa wakulima wapya wa shamba safi, kwa maana ya Yerusalemu mpya ambayo Bwana ataiandaa. Asante. Asante sana ndugu mchambuzi Daktari Madu. Ndugu mtazamaji, naamini umekuwa nasi mwanzo mpaka mwisho na tumejifunza kwa pamoja jinsi ambavyo Mungu anatamani sisi kwanza tukubali kwamba anatupenda. Na sio tu anatupenda, ametupatia fursa ya kushinda. Yaani tumeshatangaziwa ushindi katika mechi. Unajua tu kabisa mwisho wa siku atashinda ni Mungu. Shetani amefanyaje? Ameshindwa. Lakini dakika 90 hazijafika. Dakika 90 zikifika, tutaposikia tarumbeta pale ikilia, ndo kipenga kile cha mwisho, utajikuta wewe umekaa upande wa ushindi au upande wa nini? Wa kushindwa, kama ulifanya chaguzi nzuri. Sasa wakati tunafunga, tutamwomba mchambuzi ndugu Migisha Edwin atufungie kwa ombi na mibaraka. Karibu sana. Karibu sana. Basi atuombe. Mwenyezi Mungu, asante kwa wakati mwema tumekuwepo hapa katika studio kujadili somo hili. Na kiukweli mioyo yetu imesogezwa sana kwako, kwa sababu tumetambua kwamba Mwenyezi Mungu umefanya kila kinachowezekana ili mwisho wa siku mwanadamu aweze kuokolewa. Lakini ni jambo la kuhuzunisha kwamba wako wanadamu ambao watachagua kupotea. Na kiukweli umefanya bidii yote ili waweze kuokolewa. Mwenyezi Mungu, tunakuomba sisi na mtazamaji ambaye anatazama somo hili tukapate kuwa upande wa kuokolewa. Mwenyezi Mungu, msaidie yeyote ambaye atatazama somo hili ambaye bado haja kuchagua, akuchague leo, asikawie, kwani wakati ni mchache utarudi kuvuna mazao yako. Mwenyezi Mungu, bariki kila mtu ambaye amehusika kuandaa kipindi hiki, usimpungukie. Wabariki wa viongozi wa BW, lakini pia mbariki mtazamaji ambaye anachukua muda wake kuangalia somo hili. Wote kwa pamoja tukapate kuwa miongoni mwa lile kundi kubwa litakalo kulaki mbinguni.
tukutanishe tena kwa somo jingine. Karibu, tumeomba. Amina. Amen. Niendelee kukusii sana kila tutapokuwa tunaleta vipindi hivi katika channel yetu, uwe mmoja kati ya watu ambao wataangalia na watafuatilia. Lakini juu yote, hakikisha sana umesubscribe, umelike, una comment, lakini pia una share kwa watu wengine. Maana sisi BW tumejitoa kukufikishia wewe neno la Mungu na kukurahisishia usomaji wako wa lesoni, ili basi wewe unapoongoka ukawaongoe na wengine, maana huo ndio upendo. BW, stay informed. BW TV. BW TV.